Asifiwe. Inayokaribisha kwenye nafasi nyingine na kushirikiana pamoja kwenye vipindi vyetu vya neno la Mungu pamoja na maombi. Asante kwa kushirikiana pamoja nami kutoka Facebook na kutoka YouTube. Mungu awabariki sana kushiriki katika mafundisho na katika maombi haya. Nashukuru pia kwa wale ambao mmeweza kulike, nashukuru pale ambao mmeweza kucomment, nashukuru kwa wale ambao mmeweza kusubscribe kule YouTube. Mungu awabariki kwa kushiriki pamoja nami katika kazi hii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na ujumbe wetu unaosema athari ya viti vya enzi ya Mungu, ikiwa leo ni kipindi chetu cha 5 mfululizo wa mafundisho yetu pamoja na maombi. Lengo kuu la mafundisho haya ni kukupa ufahamu, ni kukupa maarifa, ni kukupa ujuzi namna ya kushughulikia athari ya viti vya enzi ya Mungu. Wamesifiwe. Sasa jana tuliangalia habari ya misingi ya viti vya enzi na tumeona misingi ya kiti cha enzi cha Mungu ni hukumu na haki, lakini misingi ya kiti cha enzi cha Mungu imebeba uharibifu, imebeba mauti na kimeelekeza kufanya vita na watakatifu. Lakini misingi ya kiti cha enzi cha Mungu kimepewa kufanya vita katikati ya taifa, katikati ya jamaa, imepewa kufanya vita katikati ya kabila na lugha kadhalika. Sasa haya ni mambo ambayo tumeyaona kwa siku hizi chache. Sasa leo tunaangalia umuhimu wa toba katika kushughulikia athari ya viti vya enzi vya Mungu. Umuhimu wa toba katika kushughulikia athari ya viti vya enzi vya Mungu. Kwa Mesifiwe. Tutaangalia leo kitabu kile cha Ufunuo Yohana 5:9-10. Ufunuo Yohana 5:9-10, na la Mungu linasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuvifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa 10, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu Baba, ninalibariki na kulikuza jina lako kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako kwetu ni za milele. Lihimidiwe jina lako, libarikiwe jina lako kwa wema wako na rehema zako na fadhili zako zilizokuu, maana wewe ni Mungu mkuu, matendo yako ni makuu, yanatisha kama nini. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea sifa, pokea heshima. Bwana Mungu umetufadhili, Mungu umetusaidia. Tunaomba neema yako tena katika siku nyingine ambayo tumepata neema na kibali mbele zako, katika jina la Yesu, amen. Sasa tunaangalia umuhimu wa toba katika kushughulikia athari ya viti vya enzi za Mungu. Sasa hebu tusome na mstari ule ambao tuliona kule kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana ile 13 na mstari ule wa 7 na wa 8. Kitabu cha Ufunuo 13:7-8, Biblia inasema hivi: tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa Mesifiwe. Sasa hapa tunaona yule joka alimpa yule mnyama kiti chake cha enzi na uweza mwingi, na alikapewa, kaambiwa misingi ya kile kiti iko hapa.
kufanya vita na watakatifu, lakini akapewa uwezo juu ya kila kabila, uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Sasa huku yule joka alipompa yule mnyama kiti chake cha enzi, akampa na uwezo na nguvu nyingi. Lakini baada ya kumpa uwezo na nguvu nyingi, akapewa utaratibu au akaweka misingi ambayo inatakiwa imuongoze wakati yuko kwenye kile kiti. Cha kwanza, afanye vita na watakatifu, lakini cha pili, asimike kiti katika taifa, asimike kiti katika lugha, asimike kiti katika kila jamaa, asimike kiti kwenye kabila. Sasa na Yesu alipokuja anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe ukikitecho kitabu na kuzifungua muhuri zake, na kwa kuwa ulichinjwa pamoja Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Sasa ile kufanya kwa ufalme ni serikali ya mbinguni inakuja, asema ukawafanya kuwa ufalme. Ufalme ni tofauti na mfalme. Mfalme ni mtu, ni cheo. Ufalme ni serikali ya ufalme. Sasa ukafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Sasa ile joka alipompa ile roho mamlaka na uweza juu ya lugha, juu ya jamaa, juu ya kabila, juu ya taifa, ni kwamba alijipatia makuhani wa miungu waliinuliwa ndani ya taifa, waliinuliwa makuhani wa miungu ndani ya lugha, waliinuliwa makuhani wa miungu ndani ya jamaa, waliinuliwa makuhani au jamaa au koo, waliinuliwa makuhani wa miungu ndani ya taifa, lugha na jamaa. Walipoinuliwa wakasimamisha madhabahu, wakatengeneza kiti, wakaweka wakfu kwa ajili ya kutumikia shauri la miungu eneo. Wanamiliki ndani ya taifa, wanamiliki ndani ya koo, wanamiliki ndani ya kabila. Sasa na Yesu naye alipokuja akapita kwenye mfumo huo kuhakikisha anasimika kiti chake cha enzi, damu yake ikawanunua, kwa sababu tuliuzwa kwa sadaka, kwa sababu tuliuzwa kwa kafara, kwa sababu tuliuzwa kiibada. Ni lazima itumike sadaka iliyo bora zaidi kuliko sadaka iliyotumika kuuzwa kwa miungu. Sasa walitumia sadaka za wanyama, walitumia sadaka za watu, walitumia damu za wanadamu na damu mbalimbali kwa ajili ya kusimika viti vya enzi ndani ya taifa, ndani ya jamaa, ndani ya lugha na ndani ya kabila. Na kwa damu ya Yesu akatununua. Ni kwa sababu tuliuzwa kwa sadaka, tutiishwe na viti vya enzi. Watakatifu tuliuzwa ifanyike vita tushinde. Ili watakatifu tushinde, ni lazima na sisi tumiliki na kutawala juu ya nchi. Oh, haleluya! Hii ujumbe unatia moyo sana kwamba alipewa mamlaka ya kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Sasa ili tusishindwe, lazima na sisi tununuliwe kwa damu ya Yesu, kutoka kwenye ukoo ambapo kuna kiti cha enzi, tununuliwe kwa damu kutoka kwenye lugha ambayo na kiti cha enzi, tununuliwa ndani ya taifa yenye kiti cha enzi cha miungu. Tunaponunuliwa tunatolewa kwenye mfumo, alafu mfumo kule mwa mbinguni unatuingiza kupitia kumiliki juu ya nchi kama ufalme. Nadhani wanielewa hapa, mtumishi wa Bwana, ya kwamba kule tulitumikishwa na miungu kupitia viti vya enzi vya ukoo, vya lugha, vya taifa, vya kabila. Sasa tunaposhughulikia athari ya viti vya enzi katika ulimwengu wa roho, toba ni muhimu sana. Nana ukiangalia kwenye kitabu kile cha Ufunuo 13 ule mstari pale nafikiri ni wa 9, mstari wa 8,
Anasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinja tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa wapendwa, kama natamani ushindi, kuokoka sio hiari, ni lazima, kwa sababu tupo nyakati za majira, siku za mwisho, na utendaji hizi roho zimekuwa wazi sana, zinatenda kazi ndani yako. Ni kitu cha kawaida kabisa ukisikia mtu amemtoa kafara mama yake ili apate mali. Ni kitu cha kawaida kusikia ametoa mwanawe, ametoa mkewe ili apate mali. Ni vitu vya kawaida, roho zinatenda kazi, na kumesimikwa viti vya enzi kwenye koo, kwenye malango ya biashara, kwenye malango mbalimbali. Sasa swala la kuokoka sio hiari. Kama unatamani uende mbinguni, kuokoka ni lazima. Lakini kama unatamani ushuhudikie athari ya viti vya enzi vya miungu kwenye hizi kona, sekta tofauti, kwa sababu usipookoka kuna mfumo utakulazimisha usijudie ule mnyama. Kwa nini? Kama huna imani kwa Yesu, kama huna imani kwa Mungu aliye hai, ni rahisi kukamatwa na hizi roho na kusujudia ule mnyama. Watu wanasujudia kwa kwenda na kutafuta mali, kutafuta biashara, na ziko dini pia zinaenda kutafuta msaada kwenye hivi viti vya enzi vya miungu ili wafanikiwe. Sasa ili tushinde, tiketi namba moja ya kuanza safari ya kushirikia athari ya viti vya enzi vya miungu ni kuokoka, kwa sababu anasema na wote ambao majina kwenye kitabu cha uzima wanamsujudia yule mnyama, kwamba wanasujudia kile kiti, ile mamlaka inawatiisha, ile mamlaka inawaathiri, ile mamlaka inawaweka kwenye kona ambao lazima watumikie huo ufalme unaitwa kiti chake cha enzi. Sasa ushindi wetu ni toba. Damu ya Yesu imetolewa miaka 2000 iliyopita. Sasa ili damu ya Yesu ingie kazini kwenye mfumo wako wa kushughulikia athari ya viti vya enzi, cha kwanza ni kuokoka. Sasa baada ya kuokoka, damu ya Yesu inapotununua inatupa nafasi ya kuingizwa kwenye mfumo, sema ukawafanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Ili ushughulikia athari ya viti vya enzi, lazima upate nafasi mbili: nafasi ya ufalme na nafasi ya ukuhani. Nafasi ya ukuhani inatupa nafasi ya toba kushughulikia hizo athari. Kwa nini? Tumefungwa kihalali kupitia mikataba na maagano ya kitaifa, mikataba na maagano kwenye koo, mikataba na maagano kwenye lugha, mikataba na maagano kwenye kabila. Sasa ili tushughulikie hizo athari, lazima mfumo wa toba uingie kazini, ili turuhusu damu ya Yesu ingie kazini kushughulikia hizo athari. Sasa tunaposhughulikia, tulipita nafasi ya toba juu ya misingi. Unapoingia kwenye toba kwa ajili ya misingi ya viti vya enzi iliyosimikwa kwenye ukoo, unaruhusu damu ya Yesu kutenge na hizo athari kupitia misingi ya kiti. Lakini tunapoingia kwenye toba kwa mapana juu ya athari ya viti vya enzi ndani ya familia, athari ya viti vya enzi ndani ya ukoo, athari ya viti vya enzi ndani ya kabila, athari ya viti vya enzi ndani ya taifa, toba yetu inatutenga na athari. Toba yetu inashughulikia hizo athari. Unakuwa ndani ya taifa hilo hilo, lakini zile athari unatengwa nazo. Ni damu Yesu imekulinda, damu Yesu inanena mema, damu Yesu inatembea nao, kwamba unapopita kwenye utumishi, damu Yesu inanena mema kwenye huo utumishi. Zile athari ya sadaka za kitaifa unatengwa nazo. Kwa nini? Kuna wakuu wa nchi tunafuatilia mafundisho haya kutoka mataifa mbalimbali. Sasa yamkini kwenye taifa lako, kiongozi wa hilo taifa, kama ni mfalme, kama ni rais, kama wakati anataka kwa kipindi cha kampeni alienda kwenye madhabahu za miungu, akaenda akasujudia hivi viti vya enzi ili apewe madaraka, apewe mamlaka, jua kabisa kwamba huyo rais, huyo mfalme kwenye taifa lako anasimamisha makusudi ya hiyo miungu. Kwa hiyo tamko lake kama rais linawajimisha taifa zima. Taifa lake kama rais linaathiri taifa zima. Kwa hiyo ili utengwe na athari ya viti vya enzi ndani ya taifa,
lazima usimame kwa toba, ili damu isikutenge na athari ya vitu vya ndani ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kiti cha enzi kwenye ukoo, wanaposimama kwa toba, damu Yesu inakununua ndani ya ukoo wenye kiti cha enzi cha Shetani. Anamwambia Shetani, imekuja inamnunua Harrison katika ukoo wa Nzava, inamnunua Harrison awe mtumishi wangu, nitumikie kuanzia leo. Damu yangu ni fidia. Kuanzia leo nimemnunua kwa damu yangu, kwa sababu ametumia damu kwenye toba, amenipa uhalali wa kumsaidia kupitia damu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Inaposimika kiti cha enzi kwenye ukoo, miungu inakuwa na uhalali ya kuathiri ukoo mzima. Miungu inakuwa na uhalali. Kwa hiyo kazi ya damu ni kushughulikia uhalali, lakini inaposhughulikia halali inakununua na kukutenga ndani ya athari ya hicho kiti. Moja na kusoma mstari mmoja kwenye kitabu cha Isaya 49 mstari wa 24. Biblia inasema hivi: Je, aliye hodari aweza kunyang'anya mateka yake, au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? 25 mstari wa 25. Naam, Bwana asema hivi: hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonya mikononi mwake, na mateka yake ile jabari wataokoka. Kwa maana nitateta naye atetee nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama umefungwa kihalali, kisheria, rohoni, kwenye kiti kupitia maagano ya ukoo, damu ya Yesu kwanza inashirikia hali yako, inakununua. Inapokununua, inateta na yeye anayeteta nao, inateta naye aliyekaa kwenye kiti cha enzi, anamwambia huyu nimemlipia fidia, nimemnunua. Kwa hiyo athari ya kiti cha enzi si yake, kwa sababu damu yangu imemtenga na hiyo athari. Damu yangu imemtenga na huo uharibifu. Damu yangu imemtenga na mauti. Damu yangu imemtenga na kuishindwa kama mtakatifu wangu. Damu yangu imemtenga na athari ndani ya lugha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa mantiki hii na kwa ufunuo huu, ni muhimu tupate nafasi ya toba ya kina, ili Mungu atusaidie tuweze kuvuka kwenye athari ya vitu vya miungu. Bado tupo mwanzoni kabisa, lakini tunavyozidi kusogea, utaanza kujiona kwa wazi. Kama unavyoangalia televisheni, utaona maisha yako, utaona athari ya vitu vya enzi kwenye kona nyingi. Hapa tunaendelea kuweka msingi, lakini tunavyozidi kuingia ndani, utajisoma wazi na utajitambua kabisa kwamba mimi athirika wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaingia kwenye maombi ya kwanza. Tutaanza maombi ya sala ya toba kwa wale ambao hujaokoka. Kumbuka neno letu limeweka bayana kwamba wale ambao kwenye kitabu cha uzima watasidia mnyama, wanataka hawataki. Kwa nini? Hawana kinga damu ya Yesu. Lakini tushughulikie watakatifu, tushinde, lazima toba. Kwa tutaanza na toba ya kwanza kuachana wataka kuokoka, alafu tutapita kwenye maombi mengine sasa ya toba ya kushughulikia athari na turuhusu damu ya Yesu itununue kwenye vitu vyaje, itununue kwenye ukoo, kabila na lugha. Wao ambao wanataka kuokoka sahihi, lakini napookoka maanisha na kusudia kwenda mbinguni. Yesu karibu, tunaona na ishara nyingi za unabii umedhihirika wazi. Kwa hiyo tunaona tupo kwenye majira, siku za mwisho, kufungwa na kufumbua. Yesu analinyakua kanisa lake. Kwa hiyo tamani kwa miongoni wetu nikiwa na kanisa Yesu atakaporudi mara ya pili kulichukua kanisa lake. Nifuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, nimesikia habari njema za ufalme wako, nami nakushukuru kunipa nafasi hii ya kusikia habari njema za ufalme wako. Ninarudi kwako kwa toba, maana mwanao mpendwa Yesu Kristo alikuja kutafuta kilichopotea, nami ni miongoni waliopotea. Maana pia umesema, maana kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ninarudi kwako Mungu, nikiomba unisamehe. Ninamwamini Bwana wangu Yesu Kristo
Leo ninampokea awe Bwana Mwokozi wa maisha yangu, ayatunze maisha yangu, ayalinde maisha yangu, ayaongoze maisha yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, damu yako inioshe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Unioshe uovu wangu wote, unitakase na dhambi zangu zote. Leo hii andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima, na damu ya Yesu ilifute jina langu kwenye kitabu cha kuzimu, kwenye kitabu cha hukumu, kwenye kitabu cha miungu ya ukoo. Jina langu lifute huko. Mungu uliye hai, naomba leo unihamishe kwa damu ya Yesu, unihamishe kutoka ufalme wa giza kwenye viti vya enzi vya kitaifa vya ukoo, lugha na jamaa. Unihamishe na kuniingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako ndani ya Kristo Yesu. Uzima wa sasa na wa milele uumbike ndani yangu katika jina la Yesu. Ninakuamini Mungu, ninamwamini mwanao pendwa Yesu Kristo wa Nazareti, nami natangaza leo mimi ni kiumbe kipya, ya kale yameisha na amekuwa mapya kwa damu ya Yesu. Amen. Tutapita sasa kwenye maombi ya toba, tushiriki pamoja maombi haya. Ninapopenda kukuombea, huu ni ufunuo tu wa maombi. Mungu amenipa nafasi ya ukuhani kwenye madhabahu yake, nami kwa nafasi ya kuhani sasa palipobomoka kati ya watu na Mungu na kuleta upatanisho. Jukumu kuu la ukuhani ni upatanisho, nami nitasema mbele za Bwana kuomba kwa ajili yako ili kuleta upatanisho na neema ya Mungu kuingilia kati hivyo viti vilivyoshika maisha yako na kuleta athari mbalimbali. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, lihimidiwe jina lako, libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako, maana wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye nguvu, Mungu uliye karibu. Ninakushukuru Baba kutupa nafasi ya kusogea mbele zako kwa toba, maana umesema ulipotunua patufanya kwa ukuhani ufalme, nasi tunamiliki juu ya nchi. Katika jina la Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema Baba kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia mafundisho haya kwenye mitandao ya kijamii. Ninaomba toba juu ya kila mikataba na maagano. Ninaomba toba juu ya kila viapo. Ninaomba toba juu ya kila hofu na kila mikataba ambayo imefanyika Bwana katikati ya watoto wako. Ninaomba toba juu ya athari ya viti vya enzi. Bwana umesema Baba tukurudia na tukurudia sisi. Nikali Baba ziko athari mbalimbali, nami nasimama nikiomba toba juu ya maagano yaliyofanyika Bwana wetu watakatifu ndani ya ukoo, ndani ya taifa, ile athari za viti vya enzi ndani ya taifa. Inasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia Baba Facebook, wanaofuatilia YouTube.